السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد. Baada kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma kiongozi wa umma Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Naam, ndugu zanguni, kwanza kabisa tumshukuru Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kwa kuweza kutupa neema hii ya afya mimi na wewe. Mpaka muda huu tunasikilizana masauti, walillahi alhamdu. Allah Subhanahu wa Ta'ala anahitajika sana kushukuriwa kwa kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Naam, tukiwa katika muendelezo wa darasa zetu, leo hii kutakuwa kuna somo bora kabisa. Tutakuja kuangalia siri ambayo inapatikana katika Ayatul Kursi, moyo huu wa Qur'an, lakini pia na faida mbalimbali ambazo zinazopatikana katika aya hii ya Ayatul Kursi. Ndugu zanguni, Ayatul Kursi ni aya bora, lakini pia ni aya tukufu ambayo ina uwezo wa kufanya mengi sana katika maisha ya mwanadamu. Unaweza ukawa labda unafahamu, lakini pia unaweza ukawa haufahamu. Sasa leo tega sikio katika hali ya kuweza kusikiliza Ayatul Kursi inaweza kufanyia nini katika mifumo ya maisha yako, walillahi alhamdu. Kama jinsi tulivyokuwa tukisema katika madarasa nyuma ambayo yalopita, kuna muombaji dua lakini pia kuna msoma dua. Hawa ni watu wawili tofauti. Muombaji dua ni ule ambaye anayejua kanuni, wakati, sheria ambayo akikaa chini kunyanyua mikono kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuwa ni mwenye kumjibia kwa haraka. Lakini pia ule msoma dua ni ule ambaye anajua kusoma Qur'ani, ukamletea kitabu chochote cha dua na kisoma, lakini hawezi kujua ni nyakati gani, ni wakati gani ambao unatakiwa umuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maana kuna nyakati ambazo hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alizizungumzia. Katika nyakati hizo utakapokuwa umenyanyua mikono kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, atakuwa ni mwenye kukutimizia haja yako kwa wakati. Ni wakati gani huo? Wakati wa kwanza kabisa ambao unaweza ukamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Mwenyezi Mungu akawa ni mwenye kukutimizia haja yako kwa haraka, ni ule usiku wa kuanzia saa 9, saa 10 mpaka saa 11. Ile thuluthi ya usiku unaweza ukanyanyua mikono kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Allah akawa ni mwenye kukutimizia kwa wakati. Lakini pia nyakati nyingine ni wakati wa adhana, ni wakati wa kutua adhana. Pale ukimwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala anakuwa ni mwenye kukutimizia haja yako kwa wakati. Wakati mwingine ni wakati gani? Wakati yule mfungaji ambaye amefunga, adhana ikawa imetolewa, akawa ameweka kitu cha kwanza mdomoni. Baada ya kuweka kitu cha kwanza mdomoni, pale ndo amefuturu, alafu akamwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akawa amemwambia neno. Basi katika nyakati hizo Allah Subhanahu wa Ta'ala anakuwa ni mwenye kukutimizia haja yako kwa haraka na kwa wepesi. Lakini pia unaweza kumuomba Mwenyezi Mungu kwa hali mbalimbali. Kuna yule ambaye anayefahamu kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia nyakati, lakini pia kuna zile amali ambazo ukiwa unazifanya au uliwahi kuzifanya, ukamwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa amali hiyo ambayo ulikuwa unaifanya au kwa amali hiyo ambayo unaifanya, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuwa ni mwenye kukutimizia jambo lako kwa wakati. Sasa leo hii tutakuja kuangalia siri ambayo inapatikana katika Ayatul Kursi, lakini pia faida ambazo zinazopatikana katika Ayatul Kursi. Ayatul Kursi ina uwezo mkubwa sana wa kuweza kutatua matatizo yako. Ayatul Kursi ina uwezo mkubwa sana wa kuweza kufanya makubwa katika mfumo wa maisha yako. Sasa leo tutakuja kuangalia Ayatul Kursi inaweza kutufanyia nini katika maisha yetu haya ambayo tuliokuwa nayo. Lakini pia
moja ya kitu ambacho Ayatul Kursi ukiisoma kwa utaratibu ambao utakaoeleza, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ni mwenye kukukamilishia yale ambayo utakayomuomba. Moja ni kinga dhidi ya mashaitani aina zote. Mashaitani wanapokuwa wanasomewa Ayatul Kursi kwa mpangilio maalum, basi kwa kweli inakuwa ni kinga bora, na mashaitani hao wanakuwa si wenye kumkurubia tena huyo mwanadamu. Lakini mbili ni katika hali ya kuweza kumunguza jini. Kumunguza jini, tena jini ambaye aliotumwa kichawi. Yule jini ambaye aliotumwa kichawi kwako wewe, basi una uwezo kumunguza kupitia Ayatul Kursi, na ikawa ni yenye kumwadhibu, na yakawa ni mwenye kuondokewa na huyo shetani au jini ambaye atakuwa ametumwa. Nini cha kuweza kufanya katika hali ya kuweza kumuondosha au kumunguza huyo jini wa kishirikina? Utasoma Ayatul Kursi mara 7 katika maji. Utachukua maji yako, utasomea Ayatul Kursi mara 7. Baada ya hapo, utakapofika neno ambalo linalosema wala yauduhu hifdhuhuma wa huwa al-aliyyul azim, wala yauduhu hifdhuhuma wa huwa al-aliyyul azim, maneno haya au neno hili utalirejea mara 21. Wala yauduhu hifdhuhuma wa huwa al-aliyyul azim, neno hili utalirejea mara 21. Na baada ya hapo utamalizia kisomo chako. Baada ya hapo utapulizia maji hayo mara 7. Matumizi sasa baada ya kumaliza kisomo hicho. Mgonjwa au yule ambaye utakaye tayari utakuwa umemsomea, sawa, atatumia katika hali ya kuweza kunywa, lakini pia katika hali ya kuweza kuoga, lakini asiogee chooni. Utafanya hivyo kwa muda huu ambao nimekufahamisha hapo. Insha Allah, kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allah atakuwa ni mwenye kumuondoshea huyo shetani, na atakuwa si mwenye kurudi tena katika mwili wake. Lakini jambo lingine ambalo Ayatul Kursi ambayo ina uwezo mkubwa sana wa kuyafanya makubwa ni kuzidisha uwezo wa akili. Ni kuzidisha uwezo wa akili pamoja na ufahamu kwa yale ambayo unayojifunza. Ikiwa kama wewe ni mwanafunzi, hasa kama ni watoto wetu, unaweza kuwasomea Ayatul Kursi, basi ikawa kwao ni neema kubwa sana katika hali ya kuweza kuwa na akili iliyokuwa bora, lakini pia na ilmu ikawa ni yenye kuzidi kwa uwezo wake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini Ayatul Kursi hii ina uwezo mkubwa sana wa kuweza kukukidhia haja yako. Ukamwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa Ayatul Kursi hiyo, basi ikawa ni sababu ya kuweza kukidhiwa haja yako kwa mpangilio ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikiwa kama utakuwa umeufuatilia kwa uzuri na kwa undani zaidi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ni mwenye kufungulia. Mpangilio wenyewe ni upi? Ni huu: utasoma Ayatul Kursi kwa idadi ya mara 50. Utaisoma Ayatul Kursi kwa idadi yake ambayo ni mara 50, lakini kwa muda wa siku 7 au 14. Utasoma ndani ya siku 7 au ndani ya siku 14. Hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakukidhia hiyo haja yako ambayo unayemuomba, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakufungulia milango ya kheri iliyokuwa bora kabisa na wewe. Hiyo ni Ayatul Kursi, ndugu zangu. Lakini pia Ayatul Kursi ina uwezo mkubwa sana wa kuweza kumwangusha adui au kumhamisha eneo ambalo alokuwepo huyo adui. Mfano, jirani yako anakuudhi, anakukera, anakusumbua. Kwa hiyo Ayatul Kursi ina uwezo mkubwa sana wa kumhamisha hapo alipo, hiyo nyumba yake, akaikimbia na akaihama kutokana na maudhi yale ambayo anayekufanyia wewe, basi una uwezo wa kumhamisha. Au upo unafanya kazi, lakini kuna mtu ambaye anakufanyia mabaya kwa tajiri yako, anakufanyia mabaya kwa bosi wako, anakufanyia mabaya kwa watu ambao wanayokuzunguka, ili mradi tu onekane wewe ni mtu mbaya. Sasa una uwezo wa kumhamisha kwa kupitia Ayatul Kursi. Ayatul Kursi ina makubwa sana. Lakini pia
Ayatul Kursi hii ina uwezo mkubwa sana wa kuweza kupata tauhidi kwa Allah, kumpwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kupata karama katika nafsi yako. Kwa hiyo ikiwa kama unataka makarama yale, kila atakayekuona akuone ni mtu bora, ni mtu ambaye uko juu, ni mtu ambaye unaheshimika, ni mtu ambaye una wadhifa wako, basi tumia Ayatul Kursi katika hali ya kuweza kupata wadhifa kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia Ayatul Kursi ina uwezo mkubwa sana wa kumwadhibu sheitani ambaye ni wa kijini aliyepanda kichwani. Yule ambaye unaona anapandisha mashetani, anapiga makelele, sawa, au anajitupa huku na kule, basi Ayatul Kursi ina uwezo mkubwa sana wa kuweza kuyaondosha hayo yote yaliyopo katika kichwa chake kwa idhini yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini Ayatul Kursi hii ina uwezo wa kuweza kumfunga jini anayeleta ubishi. Kuna majini ambao ni wabishi, wanafanyiwa visomo vya ruqya, wanajifanya kuwa wameondoka, lakini baadaye wanarudi. Unamfanyia kisomo cha ruqya, jini huyo au shetani huyo anasema kabisa mimi naondoka, lakini baadaye anarudi. Kuna njia ambayo unaweza kumwadhibu na kumuondosha kabisa na siweze kurudi katika mwili wake. Ni njia gani? Ni njia ya Ayatul Kursi. Insha Allah ukiwa ni mwenye kuifuata, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuwekea wepesi. Lakini njia nyingine au Ayatul Kursi ina uwezo mkubwa sana wa kuweza kuua uchawi, sawa, uliopo mwilini mwako. Ayatul Kursi ina uwezo mkubwa sana wa kuweza kuua uchawi uliopo ndani ya mwili wako. Lakini pia Ayatul Kursi ina uwezo mkubwa sana wa kumvuta mtu aliyokuwa mbali, sawa, awe mume, awe mpenzi, awe ndugu. Kuna watu ambao wamekimbiwa na wanaume zao au waume zao, lakini pia kuna watu ambao wamekimbiwa na wake zao na ndugu zao na watoto wao na hawawaoni. Kumbe unaweza ukatumia Ayatul Kursi katika hali ya kuweza kumrejesha aliyokuwa karibu yako, awe ni mume, awe ni mke, awe ni mtoto, awe ni ndugu yako. Ana uwezo wa kurudi kwa kupitia maneno matukufu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambayo ni Ayatul Kursi. Lakini pia Ayatul Kursi hii ndugu zanguni, ina uwezo sana wa kuweza kumwangamiza jini aliyeingia ndani ya mwili wako, akawa anafanya vurugu, anakuharibia mambo yako, hataki wewe ufanye kazi, anakutia uvivu wewe, anakutia ghasia, anakutia wasiwasi. Basi una uwezo wa kumuondosha jini huyo, sheitani huyo mal'un alolaanika, katika hali ya kuweza kukufanyia yaliokuwa mabaya kwa kutumia Ayatul Kursi ndugu zangu. Lakini pia Ayatul Kursi hiyo ina uwezo wa kuweza kuondoa maradhi ya wasiwasi, lakini pia na ya kishetani katika mwili wako au katika nafsi yako. Ayatul Kursi ina uwezo wa kuyafanya hayo kwa uwezo wake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia Ayatul Kursi ina uwezo wa kuweza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawa ni mwenye kukukidhia haja yako kwa wepesi na kwa wakati ambao unaotaka wewe. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa jinsi gani ambayo maneno yake matukufu yana uwezo mkubwa sana, Ayatul Kursi mwenye kuisoma kwa usahihi kabisa, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ni mwenye kumficha kutokamana na maadui zake. Ikiwa kama maadui zako wanakusakama sana, sawa, una uwezo wa kuwapita hali ya kuwa umekwisha soma Ayatul Kursi kwa mpangilio uliokuwa bora kabisa. Adui yako yoyote yule, sawa, una uwezo kumsomea Ayatul Kursi na asiweze kukufuatilia kabisa, na asiweze kukuona, na japo unaweza kuwa unapishana naye lakini asikuone. Ayatul Kursi ina uwezo mkubwa sana katika hali ya kuweza kuyafanya hayo. Ayatul Kursi ndugu zanguni, mwenye kupata dhiki ya kuhitaji maji, ikiwa kama upo maeneo ya jangwani, sehemu ambapo maji uwe ujui utapata wapi,
basi unaweza ukakaa chini, ukanyanyua mikono yako kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukasoma Ayatul Kursi kwa mpangilio uliokuwa bora kabisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala akakuelekeza wapi maji penye yalipo, ukajikuta tu unaenda sehemu na maji ukayakuta. Hii ndio Ayatul Kursi ndugu zanguni, katika hali ya kuweza kufanya makubwa. Lakini pia Ayatul Kursi ina uwezo mkubwa sana wa kuweza kukukinga kwa yule ambaye anataka kukudhuru. Kuna watu ambao asili yao kuweza kuwadhuru watu. Basi ukiwa unadumu na Ayatul Kursi kwa mpangilio ambao uliokuwa bora kabisa, hakuna mtu ambaye atakayekudhuru. Sehemu ambapo kuna vibaka una uwezo wa kupita na ukawa una ulinzi mkubwa sana wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sehemu yote ile ambayo unaweza ukapita, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakuwekea ulinzi kwa sababu ya maneno yake matukufu ya Ayatul Kursi. Lakini pia Ayatul Kursi ina uwezo mkubwa sana wa kuweza kumuondoa yule ambaye aliyopo gerezani, yule ambaye amefungwa lakini yupo katika hali ya kutaka kukatiwa kesi. Basi Ayatul Kursi ukidumu kwa mpangilio uliokuwa bora, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anafanya miujiza yake, na huyo mtu ambaye alikuwepo katika jela atakuwa ni mwenye kutoka kwa idhini yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia Ayatul Kursi ina uwezo mkubwa sana wa kuponyesha maradhi ambayo yanayoambukiza. Kuna maradhi ambayo yanayoambukiza, basi Ayatul Kursi ina uwezo mkubwa sana kuyatokomeza kabisa maradhi hayo kwa idhini yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia Ayatul Kursi hii ina uwezo mkubwa sana wa kuweza kuponyesha kwa yule ambaye alopooza mwili, lakini pia yule ambaye ana maumivu ya kichwa. Yule ambaye ana maumivu ya kichwa, basi Ayatul Kursi ina uwezo mkubwa sana wa kurekebisha majambo hayo. Ayatul Kursi ina uwezo mkubwa sana wa kuweza kuleta maelewano. Ayatul Kursi ina uwezo mkubwa sana ya kuleta maelewano katika nyumba. Mfano, kuna magomvi ya kila siku ya mume na mke, sawa? Kuna magomvi ya familia, kuna magomvi ya mtu na ndugu yake. Basi ili uweze kuleta amani na suluhisho, emtumia Ayatul Kursi katika hali ya kuweza kuleta amani na upendo pamoja na suluhisho ambalo takalokuwa ni bora kabisa, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawa ni wenye kuwaletea wepesi. Pia Ayatul Kursi ina uwezo mkubwa sana wa kumfanya mtu akupende, akakupenda mpaka akachanganyikiwa. Ikiwa katika mapenzi ya mwanamke na mwanamume mkapendana mpaka kiasi kwamba ukaonekana akikosa hata kusikia anapata shida sana, hii ni Ayatul Kursi ina uwezo mkubwa katika hali ya kuweza kuyafanya hayo. Lakini pia inaweza ikaleta upendo katika family, inaleta upendo katika jamii, inaleta upendo wewe pamoja na matajiri wako au tajiri wako. Ayatul Kursi ina uwezo mkubwa sana wa kumlinda mtoto wako. Ina uwezo mkubwa sana wa kumlinda mtoto wako na mabalaa mbalimbali. Kuna mabalaa ambayo waga yanawakumba sana watoto, yakiwemo mashaitani, sawa? Wakiwemo husuda za wanadamu, ikiwemo chuki za wanadamu. Yote haya yanaweza yakafanyika kwa mtoto wako. Kumbe Allah Subhanahu wa Ta'ala anaweza kumlinda huyo mtoto wako kwa kupitia Ayatul Kursi, maneno yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtoto huyo akawa ana kinga bora, ana ulinzi mkubwa kabisa kupitia maneno yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mabalaa mbalimbali akawa ni yenye kumwepuka. Lakini Ayatul Kursi hii ina uwezo wa kuweza kukupatia mali iliyokuwa ya halali. Yani katika mzunguko yako ambao unaifanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala katika ile pesa ambayo unaipata akawa ni yenye kukuletea ya halali.
Ile ya haramu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuwa anakuepusha nayo, kwa sababu ile inakuwa haina faida na wewe kesho akhera. Lakini ile ya halali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuwa anakuletea nayo, lakini ile ya haramu Allah Subhanahu wa Ta'ala anakuwa ni mwenye kukuepusha nayo, ukidumu na Atukursiyu kwa mpangilio uliokuwa maalum. Atukursiyu ndugu zanguni ina makubwa na ina uwezo wa kufanya makubwa zaidi na zaidi ya haya ambayo tulioyazungumza. Na ndipo pale watu wanapokuwa wanatusogelea tukiwagusa, kwa sababu tunajua hawasi gani ambayo ukimgusa mwanadamu huyu mwenye shida yake mbalimbali, basi na majambo yake yanakuwa ni yenye kufunguka, kwa sababu siku zote kuna muomba dua na msoma dua. Hawa ni watu wawili tofauti. Lakini pia kuna nyakati ambazo ukimwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala anakuwa ni mwenye kukufungulia milango ya kheri, lakini pia anakuwa ni mwenye kukujibu kwa wakati. Inshallah ndugu zanguni, siri za Atukursiyu ni hizo. Kwa hiyo tuzichukue, twende tukazifanyie kazi. Walillahi alhamdu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.